Historia imeandikwa kivuli ambacho alikuwa anajifichia. Simba amebahatisha Msimu wake wa kwanza ikitumika vyema. Sheria ni msumeno, Uso kwa uso mabingwa kwenye nchi yao. wateja sasa 50-50 bingwa wa EPL najaribu tu kutafuta njia. kadi nyekundu 3 Hakuwa upande wao. Yes, ni Jumatatu nzuri kabisa, Jumatatu njema kwa mashabiki wa Simba na wapenzi wa soka kutoka Afrika Mashariki na Kati. Karibu katika Sports Recap. Katika siku ya leo tuweze kujadili yale yote ya kimichezo ambayo tumekuandalia hapa kutoka FJA TV. Mimi ni Kiepa Benedicto, mwenzangu ni Joakim Moshi. Leo ikiwa ni siku nyingine nzuri, hapo mengi ya kimichezo ambayo tumekuandalia kupitia Sports Recap. Kubwa zaidi ni klabu ya Simba kuweza kufuzu hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Yapo matukio mengi mazuri kwelikweli ambayo tumekuandalia hapa. Tutakwenda kuyaona katika siku hii ya leo kupitia mara baada ya Simba kufuzu hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini kwingineko huko barani Ulaya tutakwenda kuangalia mabingwa kutoka nchi ya Spain, lakini pia nchi ya Uingereza. Weekend hii ilikuwa ni wiki ya sherehe kwa baadhi ya timu, sherehe kubwa kwelikweli hivi ambavyo unaweza kuzungumza. Karibu sana tufurahie matukio mengi ya soka katika siku hii ya leo. Turejee sasa, kama ambavyo nimekufahamisha, leo ni siku nzuri sana, siku ya heka. Haijawahi kutokea mimi kuanza kipindi hapa nikashika glasi ya maji kunywa hata mtoto mdogo namna hiyo. Bwana, nimekunywa maji katika siku ya leo ikiwa ni hali ya kuipongeza klabu ya Simba ambayo imefuzu hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tuanza kuiangazia taarifa yetu ya kwanza. Simba Sports Club kutoka Tanzania imefanikiwa kufuzu hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, ikiwa ni historia imeandikwa kwa mara ya kwanza Simba akifuzu hatua ya kombe ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini ikiwa ni hatua ya pili kucheza mashindano hayo. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 1993 wakati mashindano haya yanafahamika kama kombe la kafu. Nadhani tuwekane sawa hapa kwa maana ya shirikisho la soka limepost likisema kwamba Simba imefuzu kwa mara ya kwanza, lakini Simba wao wameandika kwamba wamefuzu kwa mara ya pili. Kwa mashindano haya ya kombe la shirikisho barani Afrika, zamani yalikuwa yanafahamika kama kombe la kafu, ambao Simba walicheza finali yake mwaka 1993. Hivyo ambavyo wanaweza kuzungumza. Yes, imekuwa ni jambo kubwa sana kwa Simba kufuzu katika hatua hii ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ulitoka kusema hapa mwanzoni ni njema na ni mbaya pia. Sasa tunataka tuanze kujua huo ubaya wa Simba kufuzu finali uko wapi? Ubaya wa Simba kufuzu finali kwa maana wameenda kuvunja rekodi ya pacha yake ambaye ndo kivuli ambacho alikuwa anajifichia huko kwamba nyinyi mnadai mna timu nzuri ila sisi tumevaa medali. Kwa hiyo sasa hivi na wenyewe wanatamba, sisi hata tusipochukua kombe ila medali tumevaa. Kwa hiyo ndo ubaya ambao sasa umehamia. Kwa maana wale watani sitaki kuwataja, wanaona kabisa rekodi yao imeenda kuvunjwa. Lakini kitu ambacho pia wakati pia Simba anaendelea na race yake kwa maana ya kutafuta nafasi ya kufuzu katika hatua hii mpaka sasa amefika, palionekana kuna ugumu sana wa baadhi ya watu kuamini kama Simba anaweza kufuzu hatua ya finali. Simba wamebahatisha au ni mipango ambayo inaakisi mbinu za mwalimu Fadlu Davis? Unapokuwa timu kubwa ni lazima ufanye mambo makubwa. Yaani Simba kuwa namba 4 Afrika, hii ndio inamaanisha kwa nini sisi tupo namba 4 Afrika. Kwa hiyo alichokifanya Fadlu ni kazi yake, huwezi msifia. Yaani ni kazi yake. Ndio maana ukimwangalia Fadlu huaga anakunywa maji mwisho wa mchezo ndio Fadlu anakunywa nini? Kwa sababu anakuwa anaamini tayari kazi yake imefanyaje? Imeisha na imeenda salama. Kwa hiyo Simba hajabahatisha, ni mipango. Kwa sababu ukitaka kuangalia Simba kashacheza nusu finali za klabu bingwa karibia msimu 4, kacheza robo finali nadhani ni mara imezidi mara 4, si ndio? Kwa hiyo kwa kitu ambacho wakifanya Simba pia ni kitu kikubwa, hajabahatisha, ni mipango. Kwa sababu pia Simba ukiangalia wapo kwenye kutengeneza timu, sio kwamba ni timu ambayo tayari ishakomaa. Ukiangalia bado timu inatengenezwa. Sasa hii ukiangalia Fadlu ndo msimu wake wa kwanza. Kwa hiyo Simba wamestahili kutokana na ukubwa na brand ambayo anayo, hajabahatisha. Yes, goli pekee ambalo alifunga Jean Chezawa ndio ambalo limewapeleka finali, lakini goli lile, mechi ile ambayo alifunga goli moja ilikuwa ni mechi chungu sana kwake. Maneno yalikuwa mengi sana kwake. Leo hii watu wanaweza kurudi kuanza kumuomba msamaha sasa.
Nadhani tulishaongea, nikasema na nilikataa nikasema mimi simlaumu Jean Charles Ahoua. Yaani sitomlaumu kwa sababu kazi anayoifanya ni kubwa. Mpira sio rahisi kama watu wanavyofikiria. Yaani yale magoli ni makubwa, ila uweze kuta timu inafungwa 10 ngapi ndio ujue mpira ni mgumu. Kwa hata goli moja yaani lazima uheshimu. Na kutaka kuangalia Simba wameenda finali kupitia nani? Ni Ahoua. Yeah. Kwa hiyo sometimes mchezaji anapofanya mistake tusimlaumu sana kwa sababu wengi wanaolaumu hawajacheza mpira. Ni wale ambao wanakaa kubeti kwenye majumba nini. Kwa mchezaji akikosa anakuwa anawaza huyu kanikosesha hela. Sio kakosa goli kanikosesha hela. Yeah, kwa hiyo Ahoua anaistahili pongezi. Yeah, of course miongoni mwa vitu ambavyo pia vimekuwa ni vya kuvutia katika mchezo wa mwisho kwa maana ya second leg ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika ni kushuhudia VAR kwa maana ya video assistant referees, ile teknolojia ya kusaidia waamuzi ikitumika vyema. Ilitumika kukataa penalti ya klabu ya Simba, baadaye ikatumika kukataa penalti kwa upande wa Stellenbosch, pia ikatumika kukataa goli la Stellenbosch. Tuanze kwa matukio ya penalti. Ni penalti ambazo VAR iliamua kweli kwa sababu penalti ya Simba penalti zote mwamuzi aliamua kiwekwe, lakini baadaye wakaona hapana, iko namna warudi kwenda kuangalia tena. Sheria ni msumeno, na anaposema sheria ni msumeno namaanisha nakata huku na huku. Kwa hiyo kwa kile ambacho mwamuzi alichokuwa anakifanya jana sio yeye, kwa sababu unaweza kumwangalia tu mwamuzi kwa sababu yeye ndio yupo uwanjani, ila kuna watu wapo nyuma yake. Wale ndio wanampa direction kwamba hebu angalia, fanya hivi, kwa sababu ukiangalia kwa mfano ile ya Kibu ilibidi mpaka aende akajiridhishe yeye mwenyewe. Kwa hiyo VAR kuna sehemu zinasaidia na kuna sehemu zinaumiza pia. Ya wewe ukiangalia zile penalti zote mbili. Kwa Yakibu sikuzani kama ilikuwa ni penalti kwa sababu ni rahisi sana. Ukiangalia ile power ya jamaa kati anaenda kumwarasi haikutumika nguvu hiyo ya Kibu kwenda chini. Ukiangalia pia ile ya Nouma nayo 50-50 mpira ulitoka mbali kwa hiyo ukamgonga. Ukiangalia pia offside ya Steran ni sahihi ila ile ya Kibu haikuwa penalti. Sasa mbona umesisitiza tu ya Kibu ile ya Stellenbosch nayo? Stellenbosch haikuwa pia nayo ni penalty. Kwa sababu ukiangalia ni handball. Kuna ball hand na handball. Kwa hiyo ule mpira ulifuata mkono. Na wanasema pengine ni kwa sababu tu ya Stellenbosch, lakini angekuwa kama mtu kama Kaizer, angekuwa mtu kama Orlando, angekuwa mtu kama Mamelodi Sundowns, tungeona maajabu. Nadhani msimu uliopita tuliona mtani wetu lilipigwa goli pale, likala nguzo likaingia, ila kwa sababu ni hizo timu umezitaja. Ingekuwa ngumu sana unaweza kuzungumza. Uso kwa uso na Renaissance Sportivo de Berkane kutoka Morocco hawa. Watu ambao unaweza kusema ni timu ambayo ni ngumu kweli. Jana walipoteza 1-0 mbele ya Constantine, lakini aggregate ni 4-1. Wanakwenda katika hatua ya finali. Ni timu ambayo watu wanaiogopa kweli. Berkane ni timu kubwa na lazima watu waiogope kwa sababu wanakuja kwenye michuano wakiwa tayari ni mabingwa kwenye nchi yao. Kwa hiyo nguvu zote, kila kitu, akili yote wataweka kwenye game ya finali, na mbaya zaidi tunaanzia kwao. Nadhani hiyo ni mbaya au ni faida kwa Simba? Ni mbaya. Hiyo sio mbaya. Niambie kwa mfano tunaenda kule tunakula chuma 6. Sasa hiyo Simba ya kuifunga inaweza kufungwa chuma 6. Na mpira una matokeo ya kikatili sana. Unajua tunavyosema Simba anaweza kufunga magoli hayo, tunaangalia kampeni yake kwenye mechi za away. Nakumbuka nikukumbushe kidogo goli hapo, ulitoka kusema Simba wanamudu sana mechi za away. Na ukiangalia mechi za away Simba mara nyingi wakifungwa basi na wanapata goli. Kwa nini nakwambia itakuwa ni game ngumu? Angalia ni mechi gani? Ni finali ile. Yes, ndio ni finali. Mtu anajua kwamba hapa bora nitumie nguvu zangu zote. Yaani bora nitumie, yani kama naweza kuhonga basi niunge hela zangu zote. Sasa tusizungumze habari za kuhonga. Tunazungumza kuhonga hela. Tunazungumza tactical uwanjani kwamba RS Berkane tunafahamu ni timu nzuri na ina ubora mkubwa ukilinganisha na klabu ya Simba. Lakini currently Simba wamekuwa na uwezo mkubwa kuhold pressure kwenye mechi za ugenini. Na ndio maana kwenye kampeni ya msimu huu Simba pamoja na kwamba waliruhusu goli au walifungwa katika mechi ya ugenini, basi wao walipata goli. Hatuoni kama inaweza kawa ni faida, ni alama nzuri kwa mwalimu Fadlu Davis.
Ndio maana narudi tena nakwambia angalia na hatua yenyewe ni finali. Kwamba finali, yani zile silaha zako zote, mbinu zako zote, hata kama mwalimu, unajua mwalimu anapokufundisha hakupi mbinu zote, kuna mbinu atazificha kwamba siku ukija tu mwenyewe ukilitaya utaona kabisa kwamba huyu ni mwalimu. Yani kwa lazima kuna heshima ya mwalimu. Kwa hiyo mimi naamini Berkane, Simba japokuwa ashakutana na Berkane zaidi ya mara 2 na ashamfunga, sidhani kama anaweza kuwa rahisi kama hivyo kwa sababu hii hatua Berkane mwenyewe anajua. Hapa tayari alishachukua ndoo ya nyumbani. Kwa hiyo kinachotakiwa hii shirikisho mimi nichukue. Kwa hiyo atafanya juu chini. Nadhani unawajua wale wakiwa kwao. Watafanya juu chini kwa sababu Simba tayari kashajitangulizia ubaya kwa sababu kila mtu anajua nikienda Tanzania ugumu huko. Kwa hiyo nitafanyaje? Lazima game nifanyaje? Niimalizie nyumbani. Kwa hiyo Berkane atajipanga kwa vyovyote vile ili kujua kwamba Simba akija hapa hatoki kwa sababu mwenyewe anajua akija hapa hatoki. Kaa karibu na FJ TV, tutaendelea kukuletea uchambuzi wa kina wa haya matukio kuelekea mchezo wa finali. Muda wetu umekimbia kwelikweli na umetubana sana kwenye habari za nyumbani. Of course sio mbaya Simba kuchukua attention yetu kubwa katika siku ya leo kwa sababu ni watu ambao wamefanya. Mimi ni mdau mkubwa wa maendeleo ya soka nchini. Nitajaribu kuulizia. Wewe ulizia tu hapa atakwambia mimi ni mdau mkubwa wa maendeleo ya soka nchini. Yes, kwa namna hiyo basi tupate kwanza mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tuna kazi kubwa kufanya katika habari za kimataifa. Tumerejea hapa na bila shaka umepata taarifa nzuri, habari njema kweli. Wakati unasherehekea, unafurahia nafasi ya Simba kutinga hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, koli kikauka, unauliza, unapiga tu simu naomba maji ya Mega, unapata, unasuuza ko, maisha mengine yanaendelea. Kwa mkazi wa Dodoma, wewe huna wasiwasi wote wa kupata maji yaliyo safi na salama. Kampuni ya Mega ipo kwa ajili yako. Sasa twende kimataifa kuweza kuangazia taarifa ambazo tumekuandalia katika siku hii nzuri ya leo. Bwana, tunafahamu ya kwamba pale nchini Uingereza tayari bingwa wa EPL na Liverpool akiweza kutoa ubingwa wa EPL mara baada ya miaka 5 kupita. Ndani ya miaka 5 mataji mawili ya EPL. Liverpool ya Ancelotti licha kupoteza UEFA Champions League lakini wamerejea, wameweza kutoa ndoo ya EPL. Kwa kitu ambacho wakifanya Liverpool, japokuwa mwanzoni hakuwa na mwenendo mzuri, hata alipoanza ligi alianza kwa kusuasua, gari likaja likachanganya hapa. Na pia unaposema Liverpool ni wamechukua ubingwa, pia inabidi tuongelee anguko la Man City. The Gunners ndio wamefanya Liverpool mpaka hapa walipofika, kwa sababu ukitaangalia Liverpool sio kama kachukua ubingwa na pointi nyingi, ana pointi 82 nadhani, ila Klopp ashapa Liverpool pointi karibia 91 na hajachukua ubingwa. Kwa hiyo unaweza kuangalia pia ligi haikuwa bora kiasi. Na hapo tuseme tu ni anguko la Manchester. Sahihi. Wengine hawa walishajaribu mara nyingi hiyo. Tuliona Arsenal kuna muda alijaribu kumfukuza Liverpool. Si tunajua ni watu wa kumiza nafasi ya pili. Ila nafasi yao ni pili. Ila yupo nusu finali klabu bingwa Arsenal. Kwa hiyo tusimbeze. Sio mbaya, na tunafahamu anapoishia. Sahihi. Ila tukirudi kwa Liverpool wameweza kuchukua nafasi baada ya hizi timu mbili Arsenal na Man City kuwa na msimu ambao sio mzuri. Kwa hiyo Liverpool wanastahili kwa sababu wana wachezaji ambao wanastahili kuvaa medali. Ya tumzungumzia Mohamed Salah, ni mchezaji ambaye ni mkongo, hata ukiwa naye tu peke yake pale mbele una uhakika wa kupata chochote. Sawa, tunawazungumza Liverpool ambao wamekuwa mabingwa, na ni nafasi nzuri kwa Mohamed Salah kuweka rekodi ya kutoa taji la EPL mara 2 akiwa na klabu ya Liverpool. Kwa ni pongezi za pekee zimwendee huyo legendari wa kutoka pale Misri. Sasa taarifa nyingine ambayo tumekuandalia ni kutoka pale nchini Spain. Bwana, weekend hii maumivu kwa klabu ya Real Madrid mbele FC Barcelona yameendelea kuwepo. Full time finali ya Copa del Rey, Real Madrid wanapoteza 3-2 katika mchezo ambao ulikuwa na kashikashi nyingi kulikuwa, tukishuhudia kadi nyekundu 3 zikitolewa katika mchezo huo. Real Madrid ni wateja sasa wa Barcelona msimu huu. Mechi ya 3 zote anapoteza.
Mimi siwezi kukupinga kusema kwamba Madrid ni wateja kwa Barcelona. Hilo mimi naungana na wewe kwa sababu kwa kile ambacho wanakipata. Kwa sababu mtu akikupiga mara moja unaweza kusema huyu kanibahatisha. Mara pili anakupiga. Mara tatu huyu hajakubahatisha. Tayari kashajua udhaifu wako uko wapi. Na Madrid kashajua kwamba yeye hamwezi Barcelona. Kwa hiyo anajaribu tu kutafuta njia ili kuonekana kwamba labda kuna baadhi ya sehemu anaonewa. Ila Barcelona ashajua Madrid nikimgusa sehemu gani asumbue. Na miongoni mwa vitu ambavyo umevizungumza hapa, unajua Real Madrid walitishia kutokucheza mchezo wakidai kwamba hawana imani na waamuzi ambao wanakwenda kuchezesha mchezo. Nadhani ile iliyoathiri sana hata wachezaji, namna ambavyo walikuwa wanacheza uwanjani, walikuwa wanapenda sana kubishana na marefa, na kitu ambacho kilipelekea wao kwa adhibiwa kwa kadi 3 nyekundu. Tetesi zinasema kwamba yule muamuzi ashachezesha game kama ya 3 hivi za Madrid na hakuwa upande wao. Kuna game ashacheza finali nadhani hakuwa upande wao, akatoa penalty sijui kitu kama hicho. Kwa hiyo yani wanaingia kwenye ule mchezo tayari wao wenyewe washajitoa kwenye mchezo. Ndio maana ikawa ni rahisi kwa sababu kwa timu kama Madrid yani sio rahisi sana kuruhusu goli 3 finali. Yani ni rahisi sana afu unafanywa comeback, ni kitu ambacho wao wenyewe walijitoa mchezoni. Kwa sababu unaambiwa unapokuwa uwanjani hata kama yani referee kafanya maamuzi ambayo sio fair kwako, cheza kwanza mpira. Mambo mengine yaachana nayo. Sasa sababu zipo kanuni ambazo zinaendesha pia. Sasa ile ukiangalia Madrid ilikuwa ni kitu kidogo wanafuata maamuzi. Kitu kidogo, kwa hiyo ile nao imewatoa mchezoni wao wenyewe. Ile ukiangalia Barcelona walikuwa wamerelax. Na Barcelona ukiangalia walikuwa hawatumii nguvu hiyo kwa sababu wanajua kabisa kesho kutwa wanaenda kucheza nusu finali ya nini? Ya klabu bingwa. Sasa wenyewe Madrid wameshinda kuteka advantage. Ilikuwa ni kufa na kupona ili watoe taji la Copa del Rey. Kufa na kupona, ila kama unakumbuka mwalimu wale waambia hata mkishinda ile kombe sitaki kufanya sherehe kwa sababu alishaona kwamba hili sio kombe ambalo wamelitolea macho. Mimi nadhani Barcelona akili yao iko kwenye Champions League. Okay, sawa. Mtu ambaye anaendelea kustajabisha ulimwengu ni Lamine Yamal. Alitoa pasi 2 za magoli katika mchezo huo na ni pasi superb kwelikweli, na namna ambavyo alifanya setup ya goli la Pedri na akafanya namna ambavyo aliswitch pass ambayo Ferran Torres alifunga goli la pili. Ni maajabu sana, mtoto mdogo, IQ kubwa sana uwanjani. Yamini anafanya kwamba watu waseme mpira ni rahisi. Ila sio rahisi. Na kuna kizazi kinazaliwa kwa ajili ya kuchezea mpira. Alafu kuna wazazi yani kuna kizazi kinazaliwa afu kitengenezwe kucheza mpira. Kwa hiyo Yamal yani kazaliwa kwa ajili ya kucheza mpira. Kuna vitu anaweza kavifanya mchezaji wa kawaida asifanye. Na ukafanya mazoezi kila siku usifanye ambacho anakifanya yeye. Kwa sababu gani? Yule ni special. Yes, Lamine Yamal ni special. Mimi pia nitakubaliana na wewe. Rasmi sasa FC Barcelona ndio mabingwa wa Copa del Rey katika msimu huu wa 2024-2025. Real Madrid matumaini yaliyobakia ni La Liga na hako huko mambo yamekuwa magumu. FC Barcelona ya Hansi Flick imeonekana kuwa na moto mkali kwelikweli. Kufika hapa leo tumefika tamati ya Sports Recap ya FJ TV. Ulikuwa nami Kiapo Benedicto, mwenzangu ni Joakim Moshi. Kwa kusema hivyo ni wewe uendelee kusalia na kutazama vipindi vyetu ambavyo tumekuandalia hapa, tukikumbusha kwamba FJ TV 2025 hili ni chimbo jipya.